sana ya Ayubu. Unamjua Ayubu? Ayubu alisema maneno mabaya na Elifazi. Kama usome Elifazi ana maneno fulani magumu sana. Yaani ungekuwa wewe lazima yani lile neno la mke wake lile dogo sana. Soma vizuri, ana marafiki watatu. Kwanza yani walishamwambia bwana wewe umekufuru. Bwana wewe unawezekana umechukua masharti magumu. Bwana wewe yani wewe umemwacha Mungu. Unajua jamaa wakati anaendelea kusema wale maneno akakwazika moyoni. Na kuambia sasa Mungu umefika wakati wa mtu kutoka kwenye maisha magumu kuingia kwenye maisha yake mazuri. Kwa sababu sasa alikuwa anajaribiwa kwa muda jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anaingilia kati sasa ili ampatie mali zilizokuwa zimefanyaje? Zimepotea. Unaona Mungu anapomuelekeza, anamwambia hebu nenda kwa rafiki zako katengeneze nao. Akatengeneza rafiki zake wakaleta hadi sadaka kwake. Ndio akatoa sadaka. Unajua wewe unaweza kuona uchungu ni kitu cha kawaida, lakini rohoni ni kama ukuta wa Yeriko. Unajua tunasema vunja angusha ngome za Yeriko. Moja ya ngome ndani ya moyo wako ni ngome inaitwa uchungu. I will come to teach some days to come. Mungu akinipa kibali. Yaani moja ya ngome ya kwanza inaozuia watu wengi kwenda mbali ni uchungu moyoni. Sasa among of the source ya uchungu ni continuation ya makwazo ambayo hujasamehi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni ngumu sana kuishi kwenye dunia ambayo hawakukwazi. Ukitaka usikwazike kaishi na maiti ndio wazikwazi zimetulia. Ila watu wanahema, wanaongea, wanaona, wanapumua. Wewe, why so? Who are you for by the way? Be careful. Bwana asifiwe sana. Be very careful. Unaweza kuona ni hekima nzuri. Ukishaona uwezi kulihendo, liachie. Kwa sababu kila unapotunza makwazo, unatengeneza sumu ya uchungu. Mimi sina neno naye. Lisikilize. Biblia inavyosema ukija mbele za Bwana na sadaka, na ikiwa una neno na mtu. Leo maana kuambiwa neno na mtu. Maana yake kuna hali isiyo sawa kwenye moyo wako na mtu mwingine. Sasa unakaza moyo kuforce mambo, ni very difficult. Spirit ni kwa habari ya kila unapoona una hali ya uchungu ndani, umeshainua kizingiti. Anything you do never go anywhere. Does not mean it God. Haifanyi chochote kwa Mungu hicho. Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Mungu. Tumeelewana vizuri watumishi wa Bwana. Funika macho yako. Baba asante kwa kanisa hili. Umewaleta leo kwenye ibada kwa makusudi na umetaka kututibu. Umetaka kututibu mwenyewe ugonjwa wa uchungu. Kwa sababu upendi watu wanaotembea na wewe kwa kujikaza. Unapenda wanaotembea na wewe kwa sababu wamekuwa wazi. Ninaomba ee Bwana rehema na toba kwa sababu tunataka kuachia mioyoni mwetu tuwe salama. Wakati mwingine tunaona ni hekima lakini sio hekima. Kumbe ni kujiumiza wenyewe na kujitengenezea sumu ya ndani. Baba tunaomba ukaziondoe kila sumu za adui zilizotengenezwa kwa aina ya makwazo. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nisaidie neno lako, ifunue sasa kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu. Amen. Chukua daftari lako sasa la kuandika. Tunamshukuru Mungu kwa kibali alichotupa. Nafikiri ni mwezi sasa umepita. Nafikiri mwezi au wiki kama 3 hivi na kidogo. Sijapata nafasi ya kufundisha kanisa kasa. Inabidi nipate na muda wa kulisha kanisa kile Bwana amenituma kukilisha leo. Tuona somo ambalo Bwana ameachilia kibali lina part 1 na part 2. Nina uhakika ni elevation ngumu sana leo kuzisikia lakini zitakusaidia. Ni wewe tuwe makini kuelewa. Niliwahi waahidi nikiwa kwenye mafundisho na by the way nilipata wakati na kuna watu nilikuwa nawabariki hapa. Nikawaambia I should come to teach this kwa sababu kuna vitu Mungu akiachia kwenye kanisa na hujawafundisha haviwasaidii. You know in the spirit when you do something with no understanding is equal to not doing. Unafunga uelewi haujafunga. Ndio maajabu ya huko. Maana juzi nikawa naongea na watumishi wa Mungu nikasema unajua kuna mtu mwingine akila chakula cha Waislamu cha Eid al-Fitr kwake haimletei shida. Unajua sababu ni nini? Hajui. Ukishafunguliwa ufahamu, umejua. Yaani ukichanganya siku moja tukaja kufundisha. Daku jamani, rohoni na maana 1 2 3. Kuanzia hapo chance usije ukala daku tena. Sasa hizi hujui mzee, piga chakula. Haikuzuru, unajua kwa nini? We don't know. Bwana asifiwe sana. Now write this one. We are going to tutatumia dakika chache za kujifunza. Andika matendo ya imani. Matendo ya imani. The acts of faith. Yes, naona Kiingereza na mata vizuri.
the acts of faith, the acts of faith, matendo ya imani. Sasa niwekee vizuri, naona kama inaniumiza kwa yangu bwana. Nisetie vizuri. Sawa sawa? So tutakuwa na dakika chache za kujifunza hili somo hapa ambalo ni moja ya vitu ambavyo vinafanya kazi kwenye maisha yetu, lakini huwa hatujawahi vielewa vinafanyaje kazi. Na uhalisia ukujua kama ndo unavivishi. Kwa hiyo tuna dakika chache za kujifunza hiki kitu kinaitwa the acts of faith, matendo ya imani. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka nikufikishe baadhi ya mambo, alafu ukiweza kunijibu utakuwa umeanza kuelewa vizuri sana hili swali. Nitakuwa na vipengele kadhaa. Namba moja, nitakufundisha ufafanuzi wa undani wa maana ya matendo ya imani. Unajua wewe kuna matendo matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya roho nayo ni dhahiri, si ndio? Kuna kitu kinaitwa matendo ya imani. Yaani katika maisha yetu tunayoendelea na wokovu, kuna maisha tunayaishi, kuna matendo tunayofanya yanayoashiria aina fulani ya imani. Sasa ukiwa unasoma kitabu cha Yakobo sura ya ngapi? Ya 2, si ndio anasema imani bila matendo imekufa, si ndio? Sura ya 2:14. Tuweke hapo tusome tuone. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14. Tusome hapo alafu ni kuanze kukuonyesha mambo mazito hapa kidogo. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Elewa vizuri mistari. Alafu wanafuata 15 anasemaje? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, maana yake hana shekeli, hana hela. Amen. 16 anasemaje? Na mtu wa kwenu katikati yenu akasweta, akawaambia sasa, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? 17 mwisho. Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Na hivyo hivyo imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Sasa naomba unisikilize vizuri. Kuna vitu viwili hapa vimeandikwa kwenye hii mistari. Moja, kuna kitu kinaitwa matendo ambatano na imani, na kuna kitu cha pili kinaitwa matendo ya imani. Narudia mara ya pili. Kuna kitu kwanza kinaitwa matendo ambatano na imani, na kuna kitu cha pili kinaitwa matendo ya imani. Mwenyekiti, naam. Naomba nijue maana ya matendo ya ambatanayo na imani. Number 1, unapoomba ombi fulani kwa Mungu na unainua imani kwenye hilo ombi, lile ombi litajibiwa kwa kutegemea ukifanya tendo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakupa tu mfano utanielewa. So tunamuomba Mungu habari ya uzao, tupate mtoto wa kiume, tupate mtoto wa kike. Haujaolewa, haujaoa, usipoona umepata huyo mtoto, sio Mungu hajajibu, ila hakuna tendo ambatano na imani. Kwa sababu unapoomba mtoto, sharti la pili baada ya kusema amen ni ukafanya tendo la ndoa. Si ndio watumishi wako? Sasa unaomba mtoto anatokea wapi? Au ndo mdadala sasa wanauzwa sui pale Muhimbili kwenye maboksi, wewe acha ujinga. Baba wako alikuwa anakudanganya tu usije ukapalamia wanaume wa watu. Sasa hizo umeshakuwa watoto wanazaliwa bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa tunapoomba kwa Mungu kuna mambo tunayaomba yanategemea. So unapoambiwa matendo ambatano ni matendo ambayo yanategemea kwanza uamini, afu ukiyatenda yenyewe unachokiamini ndio kinakuwa dhahiri. Umeomba mtoto wa kiume, ni imani utazaa mtoto wa kiume, si ndio? Yaani biologically zote, yani wewe ujue, lakini mimi Mungu naomba la mtoto wa kiume, si ndio watumishi wa Mungu? Baada ya hapo unabidi ukakutana na mke wako. Yaani Hana alivyomaliza kwamba nipe mtoto wewe Bwana ambaye atakuwa ni mtumishi wako, atakuwa anafaa na majoo, atakuwa anafaa mabwanga. Sawa, baada ya hapo ukakutana na mke wako, wewe acha upumbavu. Mtoto utamkuta kwenye begi au kwenye loka, umefungia kwenye drawer. Bwana asifiwe sana. Unanisikia ninachosema? Nikupe mfano wapi? Unasema, mwenyekiti, namshukuru Mungu sasa hizi nimepata mashamba na eka kama 3. Naomba Mungu anisaidie kwenye eneo yani nipate mazao ya kutosha. Nisikilize. Ukishaomba Mungu akupe kupata kwingi shambani, ukapande.
Kwa sababu hutavuna kama hujaweka mbegu shambani, ila uliomba nini? Uvune sana. So unaomba mbele za Mungu, la Mungu nisaidie, ninaenda kupanda mwaka huu. Sasa tushuhudia bwana mzee wa mpunga, si ndio? Bwana nisaidie, ninapanda hii mipunga. Ulipokuwa unaomba kwa habari ya kutaka kupata mavuno mengi, hakikisha una tendo la kupanda kwanza, kwa sababu haitatokea. Wafanyabiashara oye! Jamani, wafanyabiashara oye! Bwana asifiwe sana. Wewe Mungu nisaidie, huu mzigo uishe haraka, huu mzigo uishe haraka. Afu maajabu ni kwamba unataka uishe na hauuzi. Unaelewa ninachosema? Kwa watu hawaoti, unahitaji matendo ambatano yanayokuja kudhihirisha imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sikiliza, kuna wakati unamuomba Mungu, lazima ujue ni tendo gani linabidi nifanye. Listen, God do only where he can do. Mungu anafanya sehemu yake peke yake, na sehemu ya kwako anaacha. Huji mkuta Mungu anafanya sehemu ya kwako, huji mkuta. Sio muomba Mungu ufaulu mtumishi, au hujaomba. Ndio maana wanasema mtu yote anayemuomba Mungu afaulu ni afu asomi ni sawa na mwanamke anayeomba mtoto afu akutane na mume wake. Sasa wewe mtoto utampatia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe tena. So kuna vitu vinaitwa kuna vitu matendo ambatano na imani. Yaani kwa kuwa umeamini hivi, lazima ukutane na hiki. Yaani lazima haya matendo yafuate baada ya kusema amina kwenye maombi. Baada ya tu hapo uende ukafanye biashara. Mungu nisaidie Bwana, nifungue swindi nini? Ukitoka hapo kafungue duka. Au utapata faida umefunga duka. Fungua duka, wanakuja wateja uliowaomba. Kwa nini? Inaitwa matendo ya imani. Matendo ambayo sasa matendo ya imani ni mwenyekiti. Naomba nikupe tafsiri. Matendo ya imani, mtu yote anayesikiza hapa aandike au ashike kwenye kichwa chake. Ni hivi, matendo ya imani ni matendo ya kimwili. Sasa sio dhambi hizo unazowaza wewe matendo ya kimwili. Inamaanisha matendo katika ulimwengu wa mwili. Ni matendo ya kimwili yenye maana kiroho, yanayo represent imani ya ndani. Narudia mara ya pili. Matendo ya imani ni nini? Matendo ya imani ni matendo ya kimwili kabisa. Yaani ni matendo ya kimwili. Kwa mfano, tendo la kwanza, kuchukua hii stuli na kuipandisha hapa juu. Jamani, nimetumia kiroho hapo eti sana. Ikabo imepanda. Hamna. Si nimekuja nimebeba tu kawaida nimebeba. Ndivyo ambavyo naichukua na hii si ndio? Nafanyaje tena? Sasa unaona hii action niliyoifanya? You have seen this action. Bwana asifiwe sana. Unaona hili tendo la kimwili? Hili tendo la kimwili rohoni lina maana. Number 1. Number 2, it represent a certain face inside me. Ina maana fulani kiroho ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vitu unaweza ukawa unaendelea navyo. Na hapa nitaanza kutoa mifano, utagundua wewe mwenyewe umeishi lakini ukujuaga ni matendo ya imani. Umeomba Mungu, umesema amina, unasema na mngoja Bwana. Alafu unashangaa Mungu anakupa msukumo wa kufanya tendo fulani la kiimani. Uelewi yani linakuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninataka kuingia kipengele cha pili cha kukutafakarisha haya. Tunatembea kwenye miujiza ya kibibilia, alafu tunatembea kwenye maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana vizuri? Yaani tunataka tutembee kwenye maisha ya kawaida kabisa uelewe. Nimesema matendo ya imani. Kuna saa unafanya kimwili. Yaani jamani, ni kimwili. Narudia tena. Ni mwilini hivi, damu na nyama hivi. Tukikuchinja wenzetu unatoka damu. Yaani vinafanyika kikawaida. Lakini unajua maana yake nini? Rohoni ina maana. Sababu imereflect aina fulani ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Sasa kitu gani nataka nianze kukuonyesha hapa? Ni mambo fulani ya kwanza kutafakari. Nataka nianze kukukumbusha, naamini mnasoma Biblia, si ndio watumishi wa Mungu? Moja ya kitu unabidi kuelewa. Leo nataka tupite tu kwamba nataka nikujuze kwamba matendo ya imani kwenye Biblia yapo ya kutosha. Na sio uchawi. By the way, ili kanisa linaelewa, wakiambia uchawi hawaamini kwamba uchawi ni Mungu, ni shetani. Because wale wachawi wanatumia nguvu za Mungu kumpinga Mungu. Shetani hana nguvu. Bwana asifiwe sana. Nguvu za shetani, nguvu za Mungu. Tatizo nini tunaita nguvu za shetani? Kwa sababu zinatoka kwa shetani kumpinga Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Yaani shetani hajawahi kufanya atumie nguvu zake aponye watu viwete afu waokoke. Hana huo muda. Huo muda hana. Atawaponya viwete, anaweza vizuri tu. Anaponya ukimwi vizuri tu. Na anawaponya kabisa. Kwa sababu si nguvu za Mungu. Lakini unajua nini? Hawatakuja kumkubali Mungu. Sio shetani anachofanya. Unadhani shetani anashindwa kuacha kuwapatia gari? Mungu ana magari, anayo jamani. Anayo. Shetani hana, anayo. Anayo. Listen, ukishapata kwa shetani huji kumkubali Mungu. Sasa hiyo ndio inayosababisha nguvu ya shetani kuwa ya shetani. Ila originated yake ni Mungu. Sasa wewe unakumbuka baadhi ya miujiza nianze kuisema hapa. Kuna miujiza fulani tulikuwa
tunaisema hapo, hata nisianzie mbali sana. Bwana asiwe sana. Kuna mambo ambayo ni check time hapa ili nitumie dakika chache kusema hii miujiza angalau upate nani. Nitumie tu namna nzuri ambayo itakusaidia. Unajua wewe kwenye maisha yako ukiwa unamwona Yesu anatenda miujiza, sio miujiza yote alitenda kwa namna ya moja. Yaani akusema kila sehemu alikuwa anatumia tu njia. Halo, imani yako imekuponya. Maiti amelala hizo. Halo, imani yako imekuponya, amka. Mtu ana ukoma labda sasa. Halo, imani yako imekuponya. Wewe Yesu alikuwa anaenda hivyo. Kuna mahali Yesu aliwahi kutana na kipofu. Akatema mate chini. Ule sio uchawi. Yaani ni matendo ya kimwili jamani, mate haya hapa makozi fanya. Ndio haya, ndio maana sasa ni ya kimwili. Umesikia anasema? Mwili mate jamani, mate haya yalikuwa sio ya kiroho. Ni mate haya hapa kabisa haya. Ndio kuweza kula kiazi na kikalainika na kimeza. Akikabwa Yesu anaweza kameza tu mate na kiazi kikalainika. Ndio hayo mate. Kwa mate fulani ya kiroho. Sio mate yale ndio yajua. Amna. Usidanganye bwana. Ni matendo ya kimwili wewe. Dawa hana macho. Yes. Unataka kuona. Unataka kuona. Sasa yeye mama subiri sana anataka kuona. Akashangaa mate yanapigwa chini. Jamani, kama nanuka au? Sio nanuka. Tulia, mzigo unaenda mdogo mdogo. Bwana asiwe sana. Unaenda mdogo mdogo sana haraka sana. Anasema bado hayatosha, anapiga la goti. Yesu akashangaa watu wanaangalia. Bwana subiri. Bwana sina usafi Mungu wangu jamani. Popo. Bwana. Anaanza Yesu alikuwa hapa tunasali nini? Alikuwa kwenye kanisa la damu. Unaliona ile mtendo vizuri mtumishi wa Mungu Mwanakaswete? Wewe haraka sasa unasema Yesu simfuate tena. Yesu mchawi. Yesu mchawi. Hawezekani mati ya mtu akampaka nani yule mbaba anadharau. Kwanza ile ni harassment. Dawati la jinsia liwahi. Tulia mzigo hujaisha. Jamani Bwana asiwe sana. Anamwambia haya sasa. Sasa nifumbue sasa. Acha haraka. Nenda kisima kimoja kinaitwa Absalom. Absalom sio Absalom ni. Nenda bwana kanawe pale. Nisikilize. Shariti ni kisima hicho. Ukinawa kisima cha kwenu, macho hayaoni. Ndio matendo ya imani. Sasa wewe unaweza kujiuliza, mwenyekiti, nilikuwa naomba kujua hili swali. Ndio maana nataka nikufikirishe. Uhusiano wa mtu kuona na mate ya Yesu. Mbona Petro alikuwepo na mate? Filipo alikuwa na mate. Si ndio jamani? Yohana alikuwa na mate. Si ndio jamani? Ina mate unajua mtu akitema unashangaa nawe kama anakuja tu yenyewe. Pale angeamua jamani wote temeni hapo. Angejaza kindoo. Lakini ilibidi yawe ya Yesu. Alafu kisima kiwe hicho tu. Akaenda akanawa, akaona. Umenisikia ninachosema? Sasa ni matendo jamani ya rohoni kabisa. Ila wakati anatema mate, anatengeneza tope. Yote hayo ni kwa sababu kwa nini atengeneze tope? Kwa nini asingetema? Kwa nini ukitema hapa mate yanakauka? Sasa kauka, unatema kidogo. Unampaka tope. Si ndio? Kwa nini Yesu atuweke kwenye udongo? Alafu achukue tena. Maana God was recreating the ears. Mungu alikuwa anaumba macho tena. Umesikia ninachosema? Sasa wewe unaweza kuona ni uchawi. Haraka. Yesu ishaona dalili mbaya. Sio dalili mbaya, hujaelewa hauelewi mambo mengi sana ndio maana unadanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anatema anampaka. Jamaa kaona. Jamani aliona akuona. Sasa aliona watumishi wa Mungu. Sasa kuna ngoma moja niliipenda inaitwa ya Elisha. Elisha ni mashine. Bwana asifiwe sana. Anaingia saifu kwanza, anakuta saifu viumbe vinakufa tu. Watu hawana maisha, wana mapoza. Umesikia ninachosema? Alafu sasa, tunakukaribisha kwenye mji wetu, lakini huu mji bwana kwa tafsiri tu ni kwamba ni mji wenye mapoza na ukiu. Sasa sijui utafanyaje. Sikiliza huyu mwamba anapokuwa na akili. Sasa yale mambo wewe ukiambiwa hivyo. Okay, sawa. Nafikiri tuchukue maombi ya siku 3 tushike anga. Nafikiri ardhi itakuwa imechafuliwa. Tulia mzee, kuna watu wanaelewa show za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo akasema, nitafuteni chombo kipya chenye chumvi ndani yake. Alafu nipelekeni kwenye chanzo cha maji. Haya matendo ni ya kimwili. Alikuwa haoti ndoto, ni live. Mleta bakuli pale. Si bakuli la kawaida. Wakaenda kuchukua 1,000, 1,500. Sasa waliomba punguzo wakafanyia 1,200. Wakapeleka.
Wakachukua nani chumvi moja tu sabana za 500 zimeisha, lakini sipo za 300 chukua hata 8. Wakachukua wakachana mwaka. Mtumishi, hili hapa sasa haina shida. Basi nyisubirini hapa nakuja sasa hivi. Anatembea, alikuwa atembea angani. Natembea tu kaisa na chombo cha kuwekea chumvi. Chumvi ya kuwekea kwenye nyama, kwenye samaki tu hizo. Hamna chumvi zingine ni za kawaida tu. Akachukua bwana, akafika kwenye chanzo cha maji pale kwenye mtu. Akasema Bwana anasema hivi. Bwana huyu mtu unabidi kuwa na amani. Sasa kuanzia leo wewe na amani. Kama chumvi inavyoweka ladha kwenye maji ndivyo mji utakuwa mtamu. Amen. Bible says mji ule ukawa nini? Na amani. Mwenyekiti, so mji una amani tuhitajia uongeze JKT wa kutosha, polisi waingie kazini, si ndio? Lakini mbona maajabu ni kwamba watu wanatia chumvi tu. Sasa hiyo mbona ndogo? Kuna hii hapa nyingine kali. Unaijua meza ya Bwana? Meza ya Bwana unaijua? Jamani tunajua meza ya Bwana. So meza hizi, acha ujinga wako nawe. Meza ya Bwana wakati tunajua. Hata unajua wewe sio mpende kosa kabisa. Bwana asiwe sawa. Ekaristi ya Bwana, ekaristi takatifu zidi ni sakramenti na vitu kama hivyo. Bwana asiwe sawa. Unajua Yesu anawaambia huu ni mwili wangu, lakini anatuonyesha mkate wa ngano. Ni mkate. Ulikuwa ni mkate ambao mama ntilie tu ameusukuma, aliongeza moto bahati mbaya chapati ikawa inalia kacha. Kwa hiyo ikaitwa mkate usio chachu. Ndio namna kutengeneza ule mkate usiotiwa chachu. Unaongeza moto wa chapati ndio inakuwa inalia kacha. Kwa hiyo ikawa kacha akaumega. Soma hiyo kitabu cha Mithali, Mathayo 26. Huo mfano tu. Uone hapo. Na by the way, hivi unajua naweza tu nikaenda zangu pale Kefu nikachukua zangu ukoko wa maharage. Nikakatakata nikaweka kwenye kindoo, nikasema leo tuna meza Bwana. Kache acha wewe unakariri maisha tatizo. Unajua umemkariri sana Mungu ndio maana mambo mengi uelewe. Muelewe Mungu. Bwana sio wapenda Mungu. Sasa maajabu ni haya hapa. Yesu akachukua mkate akaumega sasa bwana huu ndo mwili wangu. 26:14. Mathayo hiyo. Sasa bwana huu 26 sio 26. Akasema bwana huu ndo mwili wangu. Ni mkila huu ndo mmenikula mimi. Kai, wewe tunakula wewe. Mbona mkono, mbona hata nyama haina? Mbona hata vitunguu saumu havinuki hapa kwenye hii nyama? Acha kuwa na akili za kipumbavu. Wenzako vile vitu ni matendo ya kimwili, lakini yana maana kiroho. Umesikia anachosema? Yanao reflect aina fulani ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitoke tu hapo. Tuingie labda kwa Petro. Unajua Yesu aliwahi daiwa kodi, unajua hilo? Unaelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ule si mzigo kabisa, manake samaki zote dili mwanangu. Nenda kafue uone kama utapata hata 200. Feli si pale. Samaki sio wanauza pale. Jamani, za ujasi zile zimesimama utazani vijiti. Nenda fungua ndani ukikuta 500. Kwanza 50 ukija nayo hapa. Alo una Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema bwana, unatakiwa usizani Yesu alikuwa hana kesha, alikuwa nazo. Alikuwa anataka kuwaonyesha mwamba. Yaani Yesu bwana na mambo magumu kidogo. Sababu bwana hebu chukua ndoano. Usichukua ndoano kwa nini Mungu wakati mimi na uwezo wa kushuka hata majarife makubwa. Nichukua hata mtumbwi ni mwage tu hivi, masamaki top. Sasa bwana chukua nini? Chukua tu ndoano. Afu nenda kavua. Sasa sikiliza, mtu anadaiwa hela afu anaambiwa akavua. Ni kama hamna relation, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Akachukua, akafanyaje? Akaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipovua samaki kama alivyoelekezwa, ndani yake akapata nini? Hela. Chansi, sisi kule nyumbani tuna mito. Mtumishi, ndoano hii hapa. Mchambo, si chambo hizi hapa. Unataka zingine? Hizi. Kavua. Ukipata kambale yenye hela. Unajua mambo unaweza ukajikuta unang'ang'ania. Kajaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni matendo ya imani, lakini ndani yake ni ya mwili, lakini ndani yake yana imani. Kuna mwamba mmoja anaitwa Yakobo. Yakobo apoe saluti. Yakobo unamjua? Unamjua Yakobo? Yakobo bwana aliwahi fanya kazi kwa mtu anaitwa Laban. Akabwana, sasa najua umefanya kazi hapa kwa kujitolea. Hebu tufanye namna hapa, hebu uwe unajilipa. Na sasa mshahara ndio huu unaofuga. Sasa we kila wakizaliwa watoto wenye mabakabaka au wakwako. Jichukuliaje? Yaani hata usiniambie, jichukulie tu mapema, kajianzishie bwana haina shida. Cheki viumbe vinavyofanya kazi. Unajua una mafunuo mengi ndio maana unahangaika na haya maisha. Jamaa sasa haina shida. Bwana muda wa kuswaga wakanywa maji. Rusha jiwe kula na goka. Ni matendo ya kimwili tu. Ameshika zake fimbo. Ndio anakunywa maji. Sasa amesema wenye bakabaka ndio watakuwa wangu. Okay, sasa hapa nafikiri nichukue nani? Nichukue mti. Akakata moja ya mti pale. Akaanza kuubandua
Umenisikia ninachosema? Haya ndo mabakabaka sasa anayatengeneza kwenye mti. Akabandua. Akachukua ule mti, akaenda kwenye yale maji wanaokunywa wale kondoo. Umenisikia ninachosema? Mbuzi si kondoo. Akachukua akafanyaje? Akachomeka. Jamani, haya mambo alikuwa sio ndoto, ni nini? Ni mwili tu, yani kawaida tu. Akachukua, akafanyaje? Akachomeka. Biblia inasema walipokuwa alikuwa anakunywa. Sasa wanapokunywa maana yake wanafanya fertilization at the same time. Wakati wanakunywa. Baada ya muda wakaanza kuzolewa wenye bakabaka. Mwenyekiti, ndio. Naomba niulize swali, karibu. Hivi uhusiano wa fimbo na genetic makeup kubadilika, naomba huo mechanism uweze kupata. Tujibu hapo kiongozi wa maombi. Unaweza kutuelezea? Wewe mwenyewe uelewi. Genetic makeup hapo mwenyekiti hapa sijui ni namna ya kulisi, haieleweki imetokea wapi. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu. Haya ni miujiza ambayo unaiona kwenye Biblia. Wewe haraka unaona ni kawaida. Nimalize labda na hiki cha mwisho. Kwenye moja ya mambo ambayo unaweza kuona kwenye Biblia unaona ni ya kawaida. Biblia inasema hivi, mtaweka mikono juu ya nani? Ni matendo jamani. Si kwani unawekaje mikono juu ya mgonjwa? Ikabo hapa ndo nimeshaweka. Mkono ndo unakuja huo. Shakata. Ndo unasogea hivyo. Weka kichwa vizuri. Ikabo. Amna. Yaani hivi tu, yaani ni hivi. Yaani chukua mkono wako gurefu guweke tu hapa juu. Sasa mtu amepata ukimwi kwa kupata mafertilization huko na wanaume. Amekuwa kazini kampata maukimwi. Alafu naambia weka mkono juu yake atapokea afya. Na hatapata ukimwi tena. Ghafla anapona pale. Naomba unielezee hapo makamu mwenyekiti askofu mkuu. Hii mechanism inafanyikaje? Sijui kama kati unaelewa haya madude. Yaani hii mechanism inawezekanaje? Mtu amepata ajali mguu umevunjika. Imepulika mara 3. Mimi naona hii miujiza live hivi. Naona kabisa hivi kwa macho yangu hivi. Haya hapa mawili. Mguu uliopulika mara 3, umewekwa chuma afu mguu unanyoka na anatembea. Na ameambiwa tu kwa jina la Yesu kuanzia sasa tembea. Hajawahi zaliwa tangu anazaliwa alikuwa atembei. Bwana simama uende, mimi nashindwa. Sasa jamani, akashika mkono, akainua, sasa mbona natembea? Nataka nijue hili jambo. Aliambiwa simama akashindwa. Alipofanywa tendo la imani la kusimamishwa, alisimama. Sasa tuje kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua nimetembea kiku. Nataka nikuonyeshe tu kwamba kuna vitu vinafanyika wewe unaona ni uchawi. Sio uchawi, ni kitu kinaitwa matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna vitu mtumishi wa Mungu unabidi kuvielewa kwenye dunia. Kama umemkubali Mungu, wewe unaelewa umemkataa shetani kweli kweli. Na umekubali kuomba, ujue umekataa kuloga kweli kweli. Jamani Bwana asifiwe sana. Yaani ukishagundua umemkubali Mungu, ujue umekataa kabisa. Time is out. Ukishagundua umemkubali Mungu, umekataa kabisa kumfuata shetani. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu. Unajua kuna siku moja niwa naongoza maombi nikamwambia, hivi unajua wewe unaweza ukawa unahangaika sana kuwakamata watu, si kuwaombea, lakini shetani anavyofanya mambo yake, anafanya kikanuni katika matendo ya imani. Sasa uhusiano wa kuchinja kuku pale Kilingeni na mama yako kijijini huko Mara afariki. Huo uhusiano mwenyekiti, naomba majibu, hayaeleweki. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kuna tendo la imani la kimwili. Unachinja kuku. Mzee, hujawahi chinja kuku? Ukichinja kuku babu yako anakufa? Hamna. Si unachinja kuku nyumbani wewe Baraka, unaogopa kuchinja kuku? Si unachinja mtumishi. Unapiga saa kwa kuchinja kule. Kuna mtu alivyochinja mama yake Dar es Salaam akafa. Instant. Why so? Umenisikia ninachosema watumishi wa Mungu? So kuna sometimes unaweza kuwa ni matendo ya kawaida kimwili, lakini sio kitu cha kawaida. Hivi niulize swali dogo tu. Yaani mzee umetembea zako barabarani, kuna mtesi nyuma yako, sasa alo ndo amekanyaga hapa. Hapa ndo alipokanyaga. Wakazoa ule mchanga. Wakaondoka nao. Wakaenda nao wanapojua wao. Nisikilize, utapanga kujenga usahau. Unajua kwa nini? Watu umechachukua mali unapomiliki. Huji miliki mahali popote kwa sababu kitu pekee utaweza kumiliki nyayo yako mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Ni matendo ya kawaida si ndio? Kwa sababu mtu si anachukua tu nyayo ya mtu jamani. Zoa nawe wako mchanga. Wanyayo yako zoa. Peleka unapojua wewe. Msiponya nikawa na mtu shule nikasema, unajua wewe unaonekana unatongozwa utakueleweka. Kuna watu wakikuingiza rohoni utakubali mwenyewe. Uelewi tu hivi vitu vinavyofanyika. Fulani anaitwa namtafuta sana nani? Andika jina lake. Wanaandika jina lake. Shasha anaenda nalo kwao huko Kigoma. Simiu wapi Bariadi? Goma inaingia kule kazi. Kuna bibi yangu mmoja anampa bibi yake jina lako lililoandikwa kwenye karatasi ya peni ya Obama. Linaandikwa tu hivi, alo fulani namtafuta kijana, nijifanya anielewe.
Chukua hilo jina, litapikwa vizuri, litawekwa dawa, watapiga iliki mle ndani, wanapiga na chumvi, haujakaa sawa, wanaongeza ndani, wanatia na mchanga juu, majivu, wakikoroga mara 32, wakisema imeisha. Hey. Blaza, huyu dada akirudi chuo, utamtafuta mwenyewe dawa, anakaa kwa mwezo, kaamia nje, mimi mwenyekiti najua anashinda kuelewa. Yaani walishakushika ufahamu. Umesikia ninachosema? Wameshakushika ufahamu tayari. Why so? Ni matendo ya kimwili. Sasa mwenyekiti, nilikuwa naomba kujua, hivi uhusiano wa mtu kuchukua nywele zangu na mimi kuwa kichaa? Kwa sababu amechukua tu nywele ameondoka nazo. Umenisikia? Lakini mimi najishangaa ufahamu wangu ni mzito sana. Na of course we are going to deal with that this time. Na ufahamu wangu umekuwa mzito. Yaani nashangaa baba yangu aliamka asubuhi, bibi yangu sio alipoamka asubuhi alishangaa amenyolewa nywele. Alipoamka nywele ghafla akawa kichaa hapo. Lisikilize vizuri. Wewe unazaniji ukiwepo ulimwengu ukiwepo madhabahu ndio unaweza kufanyia urogaji. Yaani si mzee tukipata socks yako tu. Nimekutana na mtu mmoja aliwahi kuja hapa Tanzania, alikuwa ni mcheza mpira. Waliba kiatu chake wakati wa mapumziko. Kuanzia hapo kiwango chako cha kucheza kikapotea. Just take a shoe. Wakachukua tu kiatu chake pap, wakaondoka nacho. Wakazama nacho Kongo. Walipokipika vizuri, kikakaa sawa, wanasubiri mzigo unavojibu. Wanashangaa tu jamaa amekosa goli la kwanza. Kila akipiga, yani, we goli ni hili hapa. Piga vizuri. Bwana mimi sioni anapiga. Sasa mwenyekiti, yuko anataka kujiuliza. Listen. Kila unachoona shetani anafanya, usisahau hajajitungia, amekopi kutoka kwa Mungu wetu. Sasa swali ni kwamba ujui, ni mtu pekee mwenye ufahamu mdogo anayeamini watumiao mafuta wote ni wachawi. Mwenesema tosema. Ni mtu pekee mwenye uchanga kiroho anayeamini wanaotumia vitambaa wote ni waganga. Ni mtu pekee mwenye uchanga wa kiroho. Huyo tu ndo anaweza kuamini haya mambo. Umenisikia ninachosema? Yaani ni mtu pekee anayeamini kwamba akikuta mtu anapakwa mafuta, akikuta mtu anawekwa swili, akikushangaa mtu anasema, "Chukua haya maji yatakusaidia." Mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu. Hata usini hapa kuna watu nimewafanyia hivi. Na Mungu ananielekeza fanya 1 2 3. That's action acting in their life. Umenisikia nazo? Acha kukalili wokovu na kalili. Unajua sisi wa kwetu wa Calvinism Pentecostal sisi ni misingi kweli, lakini naomba nikupe taarifa hii. Kuna vitu vinaitwa ufunuo wa maelekezo ya kimungu. Umenisikia ninachosema? Yaani mimi nimeona watu mimi nimeomba hapo ndani. Yaani kuna vitu vingine nishuhudie mwenyewe. Babangu anaumwa lakini sijui atafanyaje. Nikasema Mungu ananiambia niletee chochote kinachowashiria babako. Akasema mwenyekiti nina picha tu. Nikasema iweke hapo. Sasa hujaona watu wanaenda kanisani na picha. Umeona? Hao watu wapo wapi? Hao wapo. Ila pale kuna nini? Any representative of you upon kwenye madhabahu ya Mungu. It is very enough for everything to done about your life. Why so? Ni matendo ya imani hayo. Kwa nini? Ni ya kawaida kimwili, lakini ndani yanafanya kazi kiroho. Bwana asifiwe sana. Sasa Jumatatu inayofuata part 2 yake ni kutaka kukuonyesha how it works. Umenisikia ninachosema? These are where yanatokea wapi haya mwenyekiti? How it works. Kwa sababu unaviona wanafanya, huwa unaelewa hawajajitungia. Ndio maana mashahidi, ukitaka wewe kuwa tajiri, ukienda Kigoma utapewa mashahidi yako. Mwingine aliambiwa auwe mama yake. Wengine ndio matajiri leo wanaotumia mashetani na mama zao wapo hai. Ila wewe ulivyoenda ukasema mama yako ndio umuue. Why so? Mashahidi yanatoka why so? Na haya kwa nini wameyatoa wapi tia? Wameyatoa wapi? Wameyatoa kwenye Biblia. Wanaelewa. Jamani Bwana asifiwe sana. Naomba usimame dakika moja. Tumshukuru. Naomba usimame dakika moja. Karama sedi abrahatos. Tunamaliza ibada hii kwa kumwambia Bwana kitu kimoja. Yako matendo ya imani. Mimi ni wakati najiandaa, of course nilikuwa nimemwaga baadhi ya viongozi wenzangu. Walikuwa na maombi hapa fulani marefu sana ya kuombea kanisa na Mungu alitupa maelekezo ya kuyafanya. Unaweza kuona kanisa linaendaenda, wewe uelewi, yani kila unavyoona vinang'aa vitu wewe unaelewa kuna watu wanaumia ndani. Ndio maana huwa nakushauri sana usije ukazarau mtu anayeitwa mtumishi wa Mungu kwenye maisha yako. Ni watu hatari kwa sababu unajua wanapigaga magoti wapi. Kwa sababu Mungu ananielekeza nikawa naona Mungu ananionyesha matendo ya imani ambayo yamefanyika ulimwengu wa giza zidi ya watu hapo ndani. Yaani matendo ya imani. Ni imani kabisa. Ni imani kabisa. Na siku moja niwahi kufundisha somo linaloitwa intervention of God. Niwahi kufundisha hapo. Nikamwambia wanakasfeta. Ukiona kuna kitu kimechukuliwa kwenye maisha yako, kikiingizwa ulimwengu wa roho, huwa kibaki kawaida, kinaathiri maisha yako moja kwa moja.
Mimi nimewahi kukutana na mtu anasema hivi, mwenyekiti, mimi mwenyewe nimewahi kufanya hicho kitu mwenyewe hapa ofisini. Nikasema nashangaa sasa hivi sisiki hela. Tangu nimempa mtu fulani hela yangu, ile deni limekuwa ni deni la kuniumiza. Kumbe mtu anaposema kila anayekopa kwangu hatafanikiwa. Wewe unakopa tu kwenye makampuni. Watu wameingia maagano mzee. Hutoki kwenye hayo madeni. Moja ya action ya kiroho niliyoiona ni watu kukopa, wamefungwa uchumi wao. Umeingia kwenye maakaunti ya watu, umeingia kwenye nini? Sasa wewe ni rahisi. Ndio maana natamani sana mtu ambaye anamwamini Mungu na ananiamini mtumishi wake. Kama uamini hivyo vitu viwili, haya maombi tunaenda kufanya achana nayo kabisa. Kwa sababu just few minutes we thanks God. Lakini nataka nikuonyeshe hivi vitu. Wale mwingine unajiingiza, nimeishiwa kabisa. Nataka wewe unawahi unaingia kwenye makampuni ya watu, mkopo chap chap. Mungu akawa ananionyesha moja ya mabango ya mikopo ya Mungu ananionyesha maono ya ajabu sana. Mtu ameingia kwenye mikopo ghafla, kumbe ameshikwa uchumi wake. Kila anapoendelea mbele ni mtu anaenda kwa mikopo pekee. Yaani maisha yako is full of madeni. Nahitaji kudili na wewe vizuri, perpendicular. Kwa sababu wewe unaona ni kawaida ulivyokuwa una sign pale, una sign, kumbe ulikuwa una sign kwenye mikataba ya kishetani. Mwenyekiti, inawezekanaje? Kama hujaelewa kondoo kuzaliwa makabaka kwa mfumo wa fimbo, hujaelewa hili penyewe, huwezi kunielewa. Namba 2, wako watu ambao walichukua chakula, yaani alisikia kabisa hatia tangu alipokula hicho chakula. Vivyo vitu kwenye maisha yake havielewi. Nisikize vizuri ndugu yangu mzuri. Mungu anapoachilia maelekezo anataka yafanywe kazi, sio akuchekeshe. Mungu anaachia maelekezo ili atusaidie. So kwa dakika hizi chache tulizonazo kwenye haya maombi, wewe unaelewa damu ya Yesu is above all actions. Yaani katika hayo yote ninayokuambia, sikuambii nikutishe, tuna Yesu tayari. Na kuonyesha tu wazi kwamba Yesu amefanya vitu vikubwa. Yaani amefanya vitu vya ajabu sana. Kila matendo ya imani yaliyofanywa kinyume na masomo yako, kila matendo ya imani yaliyofanywa kinyume. Huyu nitamani sana kama Yesu angekuwepo angetoa ushuhuda. Wakati Mungu ananionyesha maono ya mchawi aliyokuwa amekutana, ni a witch, ni mchawi kweli. Na alikuwa anamuingizia millions of 300,000, 100,000, 60,000 anampa. Kumbe ni mchawi. Na ulimwengu wa roho gani bala, mwanangu anachukuliwa kule. Yeye amelala usiku anaota amefungiwa kwenye chumba. Alafu ile mzee yuko pale anafanya hizo ibada. Sasa nakuja Jumapili hapa, anasikia Mungu anasema, "Alo, naona mchawi akiungana na wewe kwenye maisha yako." Akasikia moyo na inama chini. Jumatano yule mtu akatoa message akasema, "Mimi na wewe basi kijana, kumbe ndio ulivyo." Why so? The altar versus altars. Madhabahu na madhabahu zimekutana rohoni. They understand. Unajua wewe ni rahisi sana kutokuelewa kwa nini box liko hapa. I will show you. Nitakufundisha. Utaelewa kwa nini watu wanafanya hivi vitu. Haihitaji uende Sumbawanga wewe wakufunge akili. Wanahitaji jina lako kwenye karatasi dogo. Wewe unaona watu wanatoka Nigeria, wanatoka Kongo, wanatoka Kenya, wanatoka Mbeya, wanaenda Dar es Salaam na udongo. Tunaenda kukanyaga mafuta. Wewe hujawahi fikiria kichwani. Madam, shtuka. Una vitu hujavielewa, ndio maana unahisi unadanganywa sana. Lakini walisia hawakudanganya, ni vitu halisi. Matendo ya kiroho, matendo ya imani yaliyofanyika dhidi ya maisha yangu. Mengine amefungwa, wengine amenionyesha vitu vya aibu sana. I don't know, niliwahi kuongea na Makada siku moja, nikamwambia Makada, unana na wadada, kuna watu wanapita kwenye changamoto fulani kwenye miezi yao. Sasa wengine walimuelewa anachokisema, wao wanafikiri ametunga. Hatuwezi tunga sisi kukuambia tumekuja kukuaibisha hapa. No. We are very serious with the stuff. Tunakuwa makini tunavyosikiliza vitu vya Mungu. Naona ni kawaida kila mwezi tumbo linakata, anasikia hata kuzimia, anaona analaswa. Wewe kuna pepo linachukua vitu hapo. Hujaelewa, wanafunga kizazi. Ni matendo ya kawaida ya kimwili ambayo ukimaliza unaweka kwenye dasibini, watu wanafika wanachukua, wanaenda kufanyia vitu vyao. Wakishachukua wamefunga uzao. Utahangaika sana kutafuta uzao. You know why? Kuna tendo la kiroho ulijui limeshafanyika kiroho. Leo umekuja ibadani hapo. Moja ya ishara Mungu anataka kuwaonyesha madhabahu hii na nguvu ni kuwashughulikia hivyo vitu. Esovrada bakata. Aseli ya brataske. Naga dakika moja tu utafakari, alafu tuingie kuomba. Basi tunamaliza. Kwa sababu tunapoingia sasa tunatoa na sadaka zetu. Kwa sababu kila walichokuwa nakifanya naona vilikuwa vinafanyika kwa sadaka. So tunatoa sadaka kinyume nao. Jumatatu nitakufundisha tu vizuri, utanielewa. How it works. Utaelewa vitu hivi vinafanya. Mwenyekiti vinafanya. Naomba mechanism hii sielewi. Hii mechanism inafanyaje kazi? Mapigo 10 ya Mungu ya Farao unayakumbuka vizuri. Mahali fulani akamwambia Musa, chukua mchanga afu urushe juu. Utakapokuwa unashuka
nzige zitakuwa zinashuka. Chukua majivu, utakaporusha juu, utakaporusha sawa, zitakuwa zinashuka. Wewe ni matendo ya kimwili, sio ndoto zile. Ni majivu ya kawaida, ni mambichago ya kawaida, akayachota chini, akayarusha juu, ghafla nchi nzima ikawa na nzige. Ghafla nchi nzima ikawa na chawa. Ghafla nchi nzima ikawa na vyura. Why so? Those are action in the spirit. Wewe unaona ni vitu vya kawaida sana. Yuko mtu hapa amekuwa na maombi fulani, anaomba, hakuweza kukutana na mama yake, lakini alikuja na kitenge cha mama yake. Yuko hapo anasema, naondoka mama, lakini naondoka na kitenge chako. Hii itakuwa ishara kwangu ya kuombea. Sio uchawi. Unavyoona wachawi wanafanya, wewe unaelewa hivi, hawajatunga. They call from our God. And he works by their power. But we have more than powers. Tuna Mungu mwenye nguvu kuliko zote. Nataka dakika moja umruhusu Roho Mtakatifu sasa hivi. Kila eneo ambalo unahisi kuna hali sio ya kawaida. Yaani ninavyoongea hapa, nimezungumza mikopo, kuna mtu nimemgusa, nimezungumza kwenye eneo la siku zake anaelewa, nimezungumza kwenye eneo la familia anaelewa. Yaani unaanza kugundua kabisa, mwenyekiti, kweli hapa kuna shida. Naona kuna tendo la kiroho limefanyika. Sio kitu cha kawaida. Anesedi bragadavas kopaligadas. Heli abahataya. Reni sefraduske. Unasema ufahamu wangu ni mdogo mwenyekiti. Sio mdogo brother, wamechukua nywele. Shelikatarabraske peluske pa. Mwambie Bwana, naruhusu damu ya Yesu kupita kwenye maisha yangu. Naruhusu damu ya Yesu. Sijui historia yangu vizuri, sijui nimezaliwaje. Wewe unaona ni kawaida tu. Mimi nimekutana na watu wana kesi za vitovu, wewe unaona ni kitu cha kawaida. Wanachukua vitovu, ni nyama ya kawaida, wanaikata, kitovu cha mtoto wanaondoka nacho. Tumefanya watu deliverance huko ndani, wana vidonda vya tumbo visugu. Kumbe ni vitovu vimechukuliwa, vimepelekwa kwa bibi zao. De maseli ile vila katai. Sheila paya, Elia paya, it is one the only man. Sheka katane beretufu. Heprokotaske padia. Nataka uombe kwa herufi kubwa. Unajua kunena, unanena kwa herufi kubwa. Tunatengua kila matendo. Tunatengua kila matendo. Tunatengua kila matendo. Matendo ya imani dhidi yetu. Matendo ya imani kwenye masomo. Matendo ya imani kwenye uchumi wao. Karepa kataske padia. Selia baba. Naona vyakula vilikuwa vimewekwa dawa za kiganga ndani yao. From it out now. Sheli paretai. Zelia pande. Sakataya. Rapa koria. Holy one minutes. Shelele bakai. Rade bakanta. Rima kota libra toya. Epo koria mande. Zelia babanto. Wengine wameokoka nyumbani peke yao. Naona waganga wakiyasema maneno yao, wakisema majina yao kwenye vilinge vyao. Hapana, kila maneno yangu, kila jina langu lipowekwa kwa jina la Yesu, naruhusu damu ya Yesu ikatembee. 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 Nina Yesu ambaye ni zaidi ya hayo yote. Nina Yesu ambaye ni zaidi ya hayo yote. Unaona uzito kwenye masomo sio jambo la kawaida brasa. Kuna vitu havijakaa sawa rohoni. Watu wamefanya matendo ya imani. Masele de bekandeske palugas. Sheli apaya. Sheli apradaya. Eli prataya. Rataya dabahe. Sede de bahande. Ikabaradia. Zalita pande. Ni kuongeza dakika moja ya kushughulika na hiyo nguvu. Wengine wanaona wana roho ya tamaa. Kumbe tangu walipokutana na yule binti, umelala yule kijana yupo form 4, hadi leo unasikia moyo unashindwa kutegemea Bwana. Tamaa inakusumbua. Mimi nataka nikwambie, huo sio mwili, ni pepo kamili. Ulichukua kwa yule dada form 2, ulichukua kwa yule dada kwa yule kaka form 3. Masede de bakai. Epo kota rebesia. Azedi brakatos. Hao ni matendo ya imani. Hao ni matendo ya imani. Baba, tunakatisha, tunakanusha kila matendo yaliyofanyika dhidi ya maisha yetu, yaliyofanyika dhidi ya maisha yetu. Atebrataske pradia. Selibrakataya. Ikataya la bahande. Ayede besia. Hayupo kukuombea. Ni wewe utamke maneno kwa ujasiri. Ni wewe utamke kwa jina la Yesu. Ninatengua mawazo. Ninatengua kila kitu kilichosimama kuzuia masomo yangu. Ninaona matendo ya kiimani. Wengine wamefukiwa kwenye mabanda ya nguruwe. Yaani naona vitu vya ajabu hapa juu shamba. Yamefungiwa kwenye mazizi. Wanasema maisha yake hamna mahali pa kwenda. Yatachafuliwa daima. Parata sedira. Eprokoria barata. Shelika tande. Heli abataya. Ninatengua hayo matamko ya kiroho. Natengua hayo matamko ya kiroho. Ha! Shalada bayadas. Heda baba baba. Sani nama. Maseniana. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Ebrada basedida bahadas. Elana mantos ebrahandes. Niko hapa juu na Mungu ananisemesha kitu cha ajabu sana. Tunapomaliza, yuko mtu ambaye amepokea zawadi hapa ndani. Yuko mtu amepokea zawadi.
Yuko mtu amepokea zawadi, alafu ananiambia ndani ya hiyo zawadi kuna kifungo cha uovu ndani yake. Ni adui amekuwa nyuma hiyo zawadi. Unajua wewe ni rahisi sana kupokea zawadi, hujaelewa. Ni vile tu mimi nimekimbia haraka haraka upate ufahamu kidogo. Lakini nataka nikufundishe vitu utanielewa vizuri sana. Lakini naona zawadi ikipokelewa na mtu ambao hiyo ndani hukuenda kumuuliza Mungu, ulianza tu kutumia. Sio ulipokea na shangazi, ulipokea kwa nani? Lakini ndani yake kulikuwa kuna vitu vya kishetani vimewekwa. Vimeashiriwa matamko. Maana naona ni matamko yanayonenewa kwenye zawadi. Yananenewa kama Mungu wangu aishivyo, au huyu hatafanya hivi kama Mungu, afu anakuja anakupa wewe haraka ukaibeba. Nisikilize vizuri. Unajua swala sio kwa una zawadi, ila naongea na mtu ambaye yeye akikumbuka kuna zawadi fulani imempelekea matatizo mengi. Yuko hapa. Hivi tu hatuna muda mwingi, lakini naomba sana Mungu akikupa kibali cha kuonana na sisi tuonane. Ili tuweze kuomba, kwa sababu listen guys, unaweza ukabisha mambo mengi sana hapa kanisani, many things, but listen, it's only God operate. I'm about few months to end, but we see this power still moving. Why so? The church is for God, not for chairperson. So you can judge everything, you can judge as more you know. Because naona judgment za kimungu, naona judgment za. Listen guys, listen sir, listen madam. We are not trending. We are not here just preaching for being trend. Huwezi kunitrend wewe. You cannot. Lakini elewa hiki kitu. Kuna wakati Mungu anakupa vitu ambavyo sio vya kawaida kwenye maisha yako. Unapokea zawadi. Unapokea vitu ni vya kawaida, dada zangu, kaka zangu, ni vya kawaida. Mimi ninawaambia mafunuo ya mtu amekutana na mchawi. Nimeyapata wakati namsalimia mtu mmoja hapo ambaye naye ameleta ushuhuda kwamba alikutana na huyo mchawi na msalimiana naye kwa mkono, alafu Mungu anasema huo mkono leo ushika mshiko na mchawi tayari. Mungu akanirudisha kwenye yale maono mdao, nikamwambia umekutana na mtu ambaye sio sahihi. Kuwa makini. Nenda kaombe vizuri. Aliingia kuomba Mungu. Anashangaa naomba, anamuota ule mtu yupo kwenye ubuyu na wewe unaona upo chuoni peke yako. Ndugu zangu, huwezi kuwa peke yako hapa duniani. Hii dunia sio ya kwako. Wana viumbe wa hii dunia, kuna viumbe wa hii dunia. Be careful. Nasikia tutangaza hili kanisa. Be careful guys. Ukikosa umakini umeushindwa Ukristo. Chukua sadaka yako. Tunakwenda kumtolea Bwana sadaka za ibada. Wakati yule mtumishi wa Mungu ambaye amezaliwa leo, na nafikiri shuhuda